Msimu wa 4 wa mashindano ya Yas Chuo Challenge Cup, zawadi zimeongezeka ukilinganisha na misimu kadhaa iliyopita, misimu mitatu iliyopita. Kwa wale wenye kumbukumbu, msimu wa kwanza tulianza na zawadi ya $500,000. Lakini sasa hivi tunazungumza mshindi wa kwanza anaondoka na zawadi ya milioni 2 wa msimu wa 4. Mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya milioni 1.5. Mshindi wa tatu ataondoka na zawadi ya milioni 1. Kikundi bora cha ushangiliaji, wale wa usiniumizie, wataondoka na $300,000. Mchezaji bora ataondoka na $100,000. Mfungaji bora ataondoka na $100,000, kocha bora ataondoka na $100,000, kipa bora ataondoka na kiasi cha $100,000. Lakini pia tumeongeza zawadi kwa seti bora ya waamuzi, wale waamuzi ambao wataamua vizuri. Jopo litakaa kuweza identify kwamba ni mechi gani iliamuliwa vizuri ili kupata seti bora ya waamuzi na mwamuzi bora wa mashindano. Kwa hiyo hilo pia tunazingatia katika mashindano ya msimu huu ya Yas Chuo Challenge. Tunachoenda kukifanya ni kugawa jezi kwa vile vyuo ambavyo havijapata jezi kwa ajili ya mashindano ya Yas Chuo Challenge Cup. Pia sisi kama Yas katika mashindano haya tumeshiriki kwa kumwezesha pia waandaaji haya mashindano kuyapa uhai pamoja na muonekano. Tunajua kila kitu unapoanza kitu chako ili kiweze kufikia jamii lazima kile kitu kiwe na uhai na muonekano. Kwa kumaanisha kwenye upande wa branding, nadhani kama nyuma yetu hapa mnavyoona, pia kuna kwenye jezi ambazo zitakazokuwa zinazogaiwa zina muonekano fulani ambao umetoka. Kwa sisi kama Yas pia tumeshiriki katika kuwezesha hilo. Lakini pia mashindano haya tunayapa uhai kwa kuya broadcast au kuyatangaza pia katika social media platform zetu ambazo tulizonazo. Tunajua lengo letu pia ni kuwafikia wale vijana na watumiaji wakubwa, hasa wale wa mitandao ya kijamii. Tunaamini sana au kwa asilimia kubwa inakuwa ni vijana. Kwa hiyo kuyapa uhai kwa kuyaonyesha katika social media platform zetu. Ni mashindano yanafanyika Mwanza na nini. Kwa hiyo tunaona ni chance kubwa ambayo sisi kama Yas tukishiriki tunaweza tukayatambulisha kwa design hiyo katika jamii. Lakini pia tunayatambulisha kwenye jamii, na jamii ambao ni watu wa Mwanza, lakini pia ni wanafunzi au wanavyuo ambao wanaoshiriki mashindano haya. Kwa hizo ni hatua za mwanzo tu sisi kama Yas ambazo tumeweza kuzifanya na mwandaa. Msimu wa mwaka jana ilikuwa tunasema ni learning season, lakini mwaka huu ndio ambao tunakwenda kufanya sasa balaa letu. Mwaka jana ilikuwa tunajifunza kidogo Tony, lakini mwaka huu tutakuwa na vitu vingi ambavyo ni special. Lakini msimu wa mwaka jana binafsi niliweza kuattend almost games nyingi. Nilichokiona pale na kikubwa ambacho nyinyi kama mnaweza mkachukua kama message, Chuo Challenge si tu michezo, sio tu sehemu ambayo watu wanakwenda kucheza. Ni sehemu ya kwenda kunetwork. Ni sehemu ambayo unakwenda kukutana na mtu mwingine ambayo ulikuwa umfahamu, whether ni mwanafunzi mwenzako, whether ni mtu ambaye yuko nje. Kwa ni sehemu ya kwenda kunetwork. Wanasema your network is your network. Tunafahamu? Yes. Your network is your network. Kwa jina naitwa Esa Joseph Munduka, waziri wa michezo kutoka Chuo cha Sauti kinachopatikana Malimbe. Chuo cha Sauti tumejipanga kuhakikisha haya mashindano tunaenda kuonesha competition na kuendeleza tulipoishia. Kwa kuangalia msimu wa 3 sisi tulikuwa tumeishia finali, na msimu uliopita tena tukaishia finali, lakini msimu wa kwanza tulifanikiwa kushinda finali. Kwa hiyo sisi ndo tulikuwa washindi wa kwanza kwenye hii Chuo Challenge. Kwa hiyo tunaendeleza tulipoishia. Mara mwisho ilikuwa finali, sasa hivi tumejipanga kuchukua hayo mashindano. Kwa hiyo timu ambazo zinakuja kucheza na Sauti, natuma salamu za pole, zijiandae. Kwa majina naitwa Baraka Mabura, natokea Chuo cha Afya Buhongwa. Sisi kama Buhongwa tumejipanga. Najua ni chuo kipya kwenye haya mashindano, lakini tumejipanga kukabiliana na kila timu ambayo itakuwa mbele yetu kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoka na point na tunasonga mbele. Niwaambie tu mipango wajipange, ndio tunafungua nao tarehe 9 majira ya saa 10. Kwa wajipange kupokea kichapo. Kichapo ni pale pale. Hapana, tuogopi, tunajiamini, tumejipanga vizuri. Hata wao Sauti wanaoona kwamba wao ndio mwamba, tutawaonyesha mwaka huu zaidi.
na tunawaahidi kwamba kufanya makubwa. Yaani sio kwamba walikuwa wamewahi kuchukua labda ubingwa hapo before, labda kwamba ndio utakuwa mwendelezo wao, hapana. Tupo kwa ajili ya kupambana na tunawaahidi tu approve long. Na tutaona uwanjani kama ananiweza kweli yeye atimbe.